Mrembo maarufu kutoka Taiwan ambaye alikuwa na trendi kwenye mitandao ya kijamii kupitia majaribio ya vipodozi amefariki akiwa na umri wa miaka 24. Guava Shui Shui, anayejulikana mitandaoni kama Guava Beauty, alipata wafuasi wengi kwenye Instagram kutokana na video zake za kujaribu bidhaa za urembo ambapo alikuwa anazipika na pia kuzionja. Kwa mujibu wa tafsiri ya Kiingereza ya chapisho lililowekwa kwenye akaunti yake ya mitandao ya kijamii, Guava alifariki tarehe 24 Mei kutokana na ugonjwa wa ghafla. Alijulikana sana na video zake za mukbang. Ni aina ya maudhui ambayo mtu anakula chakula mbele ya kamera huku akizungumza na watazamaji. Tofauti na wengine, yeye alikuwa kila bidhaa zisizo chakula kama vile lipstiki, blush, face mask na hata pamba za uso. Katika video zake, Guava alikuwa anapika bidhaa hizo kama kawaida kisha anazionja na kutoa maoni yake kuhusu ladha na ubora wake. Mara kwa mara, Guava alikuwa akiomba wafuasi wake wampendekezee bidhaa mpya za kujaribu. Chanzo halisi cha kifo chake bado hakijajulikana. Familia yake ilitoa taarifa kupitia Instagram ambayo ilisomeka hivi: ingawa safari hii ilikuja kwa ghafla, Shui Shui alikabiliana na kila hali ngumu kwa juhudi na ukakamavu wake wa kawaida, mwenye bidii, makini na mwenye kung'aa. Asanteni wote mlionyesha upendo, kuacha ujumbe au kucheka naye. Aliuthamini sana upendo wenu. Baada ya kifo chake, taarifa ya mwisho ilibadilishwa tarehe 24 Mei ikisema, ninajiondoa katika dunia na ianza safari mpya. Ushirikiano wote wa kibiashara umesitishwa. Katika video moja maarufu aliyoweka mwishoni mwa mwaka 2024, Guava alitumia blush ya jeli aina ya rangi ya mashavu, kisha akaitoboa kwa umma na kuila kama chakula. Katika maelezo ya video hiyo, alikiri kuwa kula bidhaa za vipodozi ni jambo tata na akaweka wazi kuwa watoto walioko chini ya miaka 6 hawaruhusiwi kutazama maudhui yake. Wafuasi kadhaa walionyesha wasiwasi, wakihofia kuwa anatoa mfano mbaya kwa watoto na kwamba bidhaa hizo zinaweza kuwa na sumu. Mmoja aliandika hivi: tafadhali acha tabia hii. Unaweza kula kwa faragha chochote unachotaka, lakini tafadhali usitangaze tabia ya kula vipodozi. Mwingine aliandika kwa kuonya: bado ni sumu, kuwa mwangalifu. Wataalamu na wafuasi pia wamekuwa wakikosoa mwelekeo wa mukbang, hasa kwa kuwa baadhi ya washiriki hula kupita kiasi hadi wanadhurika kiafya. Na tayari takriban waathirika 3 akiwemo Guava wamefariki katika kipindi cha miaka 3 iliyopita wakiwa na umri mdogo. Wataalamu pia wameeleza wasiwasi kuhusu madhara ya kiafya kama vile lishe duni, tabia hatarishi na ueneaji wa mtazamo usio sahihi kuhusu ulaji. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.